Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi watazamaji wa Babu Salamu Online TV, mashallah. Bwana, tuko katika ziara ya ndani ya wilaya Kondoa, na hapa tukiwa katika mitaa tofauti ndani ya wilaya Kondoa, na hapa tuko kijiweni. Unawaambia nini wa jamaa ambao wanakutazama, na hasa wale wanakufuatilia kutoka katika ardhi ya Kanga, kwamba tuko katika kipengele hichi cha Shabani kwenda katika Ramadhani? Watu wanatakiwa vipi, wafanye vipi ili kuipokea Ramadhani? Kwanza ni jambo la kumshukuru Allah mpaka sasa hivi. Kwanza tukijaliwa katika uzima, ni moja katika neema ambayo tumshukuru Allah kujaliwa uzima mpaka sasa hivi, kwa sababu kuna wenzetu ambao pia tunatakiwa tuwe nao mpaka hivi sasa, na walitamani pengine Allah akijalia wangediriki Ramadhani, lakini mpaka kufika sasa hivi wengine hatupanao katika ulimwengu. Yote ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tumshukuru Allah pia, na tumuombe Allah tujalie pia tuidiriki Ramadhani mpaka mwisho, kwa sababu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna fadhila nyingi sana, kuna mambo mengi ambayo kwa Muislamu ni wajibu wake lazima kujikita katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa unakuja kwa mwaka mara moja. Allahu akbar. Kwa hiyo bana, ukikupita mwaka huu hatujui pengine kwa Ramadhani pengine unakufikia, na jambo la heri kwa kudiriki Ramadhani, basi jambo la heri kuishiriki vizuri na kuifanyia mambo yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza kushikamana nayo, na kuyaacha kikubwa yale mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala wameyakataza. Huko katika biashara hii ya kutafuta riziki, tuambie kidogo mikakati ambayo mnaoipitia hasa kwenye madhila, na hasa kuonekanika nyinyi vijana wa bodaboda mmekuwa kidogo hamuingii msikitini, hamfanyi kheri. Ni kweli ya maneno yanazungumza hivi? Hiyo ni tuseme ni katika wazo ambalo si la wote, kwa sababu katika utafutaji wa riziki zipo sehemu nyingi. Kuna maduka, kuna biashara za masokoni, lakini pia leo hii kuna vijana kama hivi ambao tunafanya kazi za bodaboda. Lakini sio kwamba pengine ukifanya kazi ya bodaboda pengine itakuzuia kuingia katika msikiti. Hapana. Kwa sababu ibada bwana ndio msingi, hata ni tuseme ndio sababu ya kupata upatikanaji wa riziki za halali. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja, ambaye mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah humkunjulia njia, na akasema pia warzuquhu min haythu la yahtasib. Kwa hiyo tunaona Allah anakuruzuku kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana uwezo kumcha Allah kama hauendi katika ibada. Kwa hiyo unapofanya ibada zako basi ndio inakuwa sababu ya kufungua riziki zako. Kwa hiyo sisi tunapiga kazi ya pikipiki ya bodaboda, lakini pia hatuachi ibada zetu tunazifanya kama Allah alivyotaka. Muda wa swala ukifika tunaingia msikitini tunaswali, tukitoka hapo tunashika nini pikipiki zetu tunafanya kazi zetu kama kawaida. Neno la mwisho, tumeona kwamba wengi katika vijana wa kuendesha bodaboda hawajasoma, na mnipigie aya hapa, wewe umehifadhi Qur'ani kiasi gani mwalimu? Mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi bwana nimehifadhi juzuu 30. Na nimehifadhia nchi jirani, nimehifadhia Kenya, sihifadhi Tanzania. Nimehifadhia Kenya, ni mwaka ambao nimekamilisha kuhifadhi Qur'ani. Nimekamilisha mwaka 2012. Mwaka 2012 tayari nilikuwa nimeshahifadhi Qur'ani juzuu 30. Na juzuu 30 zipo kichwani, na nimeshashiriki mashindano kibao. Alhamdulillah, nashukuru Allah, pia nimeshakupata zawadi nyingi za mashindano ya Qur'ani. Kwa hiyo nipo katika utafutaji wa riziki wa pikipiki. Sio kwamba Qur'ani nimeisahau. Qur'ani ipo na nawaahidi inshallah mwaka huu nitaingia mashindano tena, na kwa uwezo wa Allah nitapata namba tena inshallah. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salamu Online TV, tumesikia bwana, kumbe kwenye video vya bodaboda si wote kana kwamba watu hawajasoma. Kuna watu wamesoma mwalimu, isipokuwa ndio mipango ya riziki ilivyo. Lakini utafutaji wa riziki lazima ndani yake kuwa na watu wanamcha Mwenyezi Mungu. Kuwa karibu na Mwenyezi Mungu ndio mafanikio. Mafanikio hayaji ikiwa watu hawako karibu na Mwenyezi Mungu. Na tumemsikia kichuma, mashallah, Mwenyezi Mungu akuhifadhi Sheikh Adam. Amen. Watu wa Tanga wamekuona na wamesikia mazungumzo yako, lakini hasa vijana wa Kondoa ambao wanafanya nao kazi. Kumbe bwana, riziki ili iongezeke ni kwa sababu mtu anatakiwa ajikite katika kumcha Mwenyezi Mungu. Kweli kabisa. Bodaboda usikuhadaishe kwamba ukaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu. Fanya kazi yako lakini kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa neno la mwisho tuweze kuthibitisha ambao umeyazungumza kwamba umehifadhi Qur'ani juzuu 30 tangu 2012. Na hapo penzi watazamaji ambao unakutazama, walau basi tupigie basi, tuoneshe kwamba enzi zako wakati ule uko katika mashindano ulikuwa unapitia sauti gani, tupe ladha kidogo ili watu waamini kwamba tuko na Sheikh Adam na ni hafidhi, lakini na ni moja katika watu wa bodaboda hapa katika mji wa Kondoa mjini. Tafadhali. Mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kukishika kitabu chake na kukihifadhi katika kifua changu.
ni katika ni wachache sana ambao wanatamani sana kuwa na neema kama hii, lakini wengi ambao tulikuwa tunasoma nao wengine wanaishia njiani, lakini mpaka sisi ambao Allah ametujalia mpaka leo tumemaliza na tuna vyeti vya hifdhi Qur'an tunavyo nyumbani mashaallah, na alhamdulillah tunajitahidi kuzihifadhi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo mimi kusema kweli katika Qur'ani huwa napenda kusoma Qur'an, lakini sina sauti maalum. Mashaallah. Lakini sauti yangu mimi natumia sauti yangu mwenyewe. Wewe kwa mwenyewe. Hiyo kwa mwenyewe mwalimu. Sina sauti ya Allah. Nikisema sura yote ya sura gani shekhi nataka? Yote ni manake ukitaka kutusomea aya, lakini tunataka kuona ile usomaji wako na ile sauti ya kwako ambayo unaitumia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين طيب إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين طيب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesikia mambo mazuri. Hii ni Qur'ani al-Karim ikisomwa katika kinywa cha ndugu yetu Sheikh Adam, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, na tumeona umehifadhi Qur'ani na watu watakutazama sasa kwa kuona kwamba umeisoma Qur'ani, lakini vile vile umehamasisha vijana waisome Qur'ani. Bwana, niweze kupata elimu ya zetu ambao hasa tukiwa katika maandalizi ya mwezi wa Ramadhani. Cha kuambia vijana wenzangu ni tudiriki swala kwanza. Swala si kana kwamba kazi yetu ya bodaboda, japo bodaboda imegeuza kwa asilimia kubwa, imegeuza kauli kwamba bodaboda wana hivi na vile, bodaboda na tabia hizi, lakini vile sio bodaboda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amma baad, ndugu zangu katika imani, Ramadhani hii imekaribia. Nikumbuke aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Huu mwezi ambao uko mbeleni hapa ndio mwezi ambao Qur'an imeteremshwa ndani yake. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndio maana Qur'an imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alafu pia Waislamu ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, isije ikafika mahala sasa tukaanza kufunga kwa kuambiwa na nani. Mtume anasema sumu li ru'yatihi, basi ufungeni mwezi wa Ramadhani kwa kuona, wa aftiru li ru'yatihi. Pia tunapoambia tufungue kwa kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani, hili jambo watu wengi sana huwa wanafanya tofauti na maelekezo ya Bwana Mtume. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, yani manake sio tu sio mashehe tu ndio wanapigaga vitu, mpaka kwenye bodaboda kuna mashehe brother. Kama unasikia aya hizi ni chuma hicho bwana. Kwanza kinaitwa kijio gani hicho? Kijiwe cha gorofani. Umetugusia hapa kwamba Ramadhani, faida ya Ramadhani. Hebu endelea kidogo hapa ulipokuwa unataka kutueleza. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingine inasema kwamba kuna wengine sasa hivi wameshaanza kujitia maradhi. Mara vidonda vya tumbo, mara sijui vitu gani, mara vitu gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, sumu tasihu, fungeni mtapata afya. Mtume ana maana kwamba kuna maradhi ambayo kwenye miili yetu, basi yale maradhi yatafanyaje? Yatakuwa yameshaondoka, kwa sababu funga inaondoa nini? Inaondoa maradhi. Kwa hiyo wale ambao mnajitia maradhi kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao Qur'ani imeshushwa ndani yake, tujitahadhari ndugu zangu katika imani, tujitahadhari sana. Huu ni mwezi mtukufu, ni mwezi ambao yanahitajika mengi na mengi. Kwa hiyo mwalimu, sisi ni bodaboda, lakini sasa ndio hivyo
tunavyo vitu tunavyo vitu. Allahu akbar. Yani mnavyo na nafasi ambayo umeizungumza kwamba watu wasidharau bodaboda, wasidharau vijana. Lakini mnazungumza sana kwamba nyinyi vijana nyinyi bwana amueleweki bwana, hamna hivi wala uaminifu na nini. Hivi kweli? Alafu sasa tunakutana vitu kama hivi. Ni baadhi ya watu ni baadhi ya watu ndio wako hivyo, lakini sio wadada wote labda wana matatizo, hapana. Wengine ni mashehe, wengine na maustadhi, wengine wana vyao tofauti. Kwa hiyo mmoja anapojitokeza kwamba yeye akafanya jambo la ajabu akaitwa bodaboda, sio kwamba sisi ni waovyo wote, hapana. Kwa hiyo akifanya mwingine basi ndio tujue ile ubinadamu tu, labda yeye kapitiwa. Neno la mwisho tumalize sasa. Kuna wale ambao wanakutazama ambao na wao ni wafanya kazi kama hii ya bodaboda ambao wako nje ya wilaya Kondoa, unawaambia nini hasa kuhusiana na wito huu ambao umeuzungumza kuhusiana na maandalizi ya Ramadhani? Maandalizi ya Ramadhani, ndugu zangu katika imani, kwanza yanaanza katika mwezi wa Shaaban. Na kama tulivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa akifunga sana mwezi mtukufu wa Shaaban. Na alikuwa anafanya ibada nyingi sana. Lakini pia mwezi ni kwa ajili ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunafanya maandalizi, kila kitu kina maandalizi. Kwa hiyo tunapokaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja basi awe na nia, awe na mfumo wa kujiweka katika imani kwamba utakapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi mimi kwa pamoja, yani kwa moyo wangu mimi nitaufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na ibada zote, tarawih na nini, kusoma Qur'ani kama Mtume alivyokuwa amesema kwamba tukithirisha kusoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni nawasihi vijana wenzangu, huu mwezi mtukufu tufanye ibada, tuongeze jitihada sana. Kumi la kwanza ni kumi la rehema. Mungu anatuhurumia sisi. Sawa? Kumi la pili ni kumi la maghfira, si ndio? Au unakosea mwalimu? Kabisa. Kwa hiyo sahihi. Rehema, alafu kinachofuata nini? Ona huu utaratibu uliowekwa hapa. Kuacha huru na inakuja inaanza rehema, alafu baada ya rehema inakuja nini? Maghfira. Alafu baada ya maghfira inakuja aitukum minan nar. Tunaachwa huru na nini? Na moto. Kwa sababu ya tuliyofanya katika mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana katika ibada hii ya funga ya bwana. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Uislamu TV, niweze kufikia tamati hapa nikiwa katika kijiwe hicho cha bodaboda katika mtaa huu wa Kigorofani hapa wilayani Kondoa. Ulikuwa nami ndugu yako Safi Ramadhan bin Chuma bin Hussein wa Babu Uislamu TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.